Afrika TV imekuja na jambo la aina yake. Afrika TV imekuja na jambo la kipekee, jambo ambalo halina kifani wala utani. Afrika TV wanatuletea mashindano ya Qur'ani ya aina yake, mashindano ya sauti za dhahabu. Mashindano haya yanawalenga watoto wetu wote wa kike na wa kiume, na masharti yao kama tulivyopata kuwasikia, mtoto kwanza awe bado hajabaligh. Lakini sharti lingine, mashindano haya siyo ya kuhifadhi, ni mashindano ya kusoma tu hivi hivi, mashindano yanayolenga sauti za dhahabu, sauti zilizo nzuri. Nini wanachokiangalia katika sauti nzuri? Mosi, sauti nzuri yenyewe; pili, usomaji mzuri kwa mujibu wa ahkamu tajwid. Kwa hivyo tutakuwa na takriban hatua ama level 4. Level ya kwanza tutaifanyia misikitini. Tumechagua misikiti ndani ya Dar es Salaam takriban 5 ambao tutakuwa ndo tunafanya michujo yetu. Watoto ambao hawajabaleghe yoyote anaruhusiwa kushiriki, na anaweza kushiriki ima kupitia shule yake. Kutakuwa na fomu zinawafikia, na ndio maana tupo na washirika ambao nitawataja baadaye. Unaweza ukachukua fomu kupitia njia ya nambari zetu za WhatsApp ambazo pia zitasomwa na mtazipata wanahabari. Mtu akiweza moja kwa moja kujaza fomu, atapigiwa simu, ataambiwa wewe kama unaishi sehemu fulani, basi tarehe fulani njoo katika msikiti fulani. Ili tufike huko tunahitaji sana wadau wa kuweza kushirikiana nasi, watu wa kheri. Zawadi tumeieleza hapa ni milioni 10, lakini milango iko wazi. Hii ni zawadi ambayo tuko nayo mezani mpaka sasa hivi wakati tunafanya uzinduzi wa mashindano haya. Kwa hiyo milango iko wazi, watu wa kheri, watu wenye biashara ambazo zinahusiana na watoto moja kwa moja, wanaona kuna haja ya kuwashika watoto mkono, basi milango yetu iko wazi, ofisi zetu ziko wazi, tunawakaribisha sana. Wito sasa ndo huo, mwenye macho haambiwi tazama na mwenye masikio haambiwi sikia. Tuwalete watoto wetu, hebu tuburudisheni basi kwa Qur'ani, nasi tuko tayari kuzipokea sauti za dhahabu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwanza kabisa niwashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia mwito wetu na kuwa na sisi hapa katika uzinduzi huu wa sauti za dhahabu. Mara nyingi hapa Tanzania watu wanaifahamu Tanzania kwa sababu ya Qur'an. Yani mtu akisikia nchi ya Tanzania anaisikia Qur'an. Na hili jambo tulikaa chini sisi kama Afrika TV tukasema Tanzania inajulikana, yani ukiingia mitandaoni kidogo unaweza ukakutana na stadium imejaa, unaweza ukakutana na mtu anasoma Qur'an. Na bilmunasaba hata katika mashindano makubwa ya kimataifa huko nje huwezi kukosa mshiriki kutoka nchi ya Tanzania. Ndipo sasa tukasema kitu ambacho kimekosekana kidogo katika upande huu wa kuihudumia Qur'an ni katika upande wenu nyinyi waandishi wa habari, kuhakikisha kwamba tunaipeleka Tanzania kiupande wa ilama, kiupande wa wanahabari zaidi ya namna mashekhe wetu wanavyoipeleka. Wao wamefanya mengi, lakini mengi yanakuwa nyuma ya pazia. Sasa Afrika TV ikasema hapana, kwa nini tusije na jambo ambalo litaonesha hata zile tabu ambazo watu wanapitia mpaka kumpata mshindi. Mara nyingi sisi tunakuja tunasikia tu bana, kuna mashindano makubwa yanaandaliwa tarehe fulani, fikeni. Watu wanahabari wanafika, wanafanya. Mchakato unakuaje? Wanampataje mwakilishi wa Tanzania? Wanawapataje hao wawakilishi wa nje? Haya yote ni mambo ambayo vyombo vya habari havijaingia ndani zaidi, vikachimba, vikaangalia ile juhudi ambayo inafanywa
mpaka sisi tunakuja sasa tunakaa kwenye stadium, tunafurahi, tunasikiliza sauti tamu tamu za Qur'an. Sasa Africa TV ikasema ndio tufanye jambo ambalo litaonesha hizi juhudi, lakini pia tukaangalia mara nyingi ambao ni walengwa ni watu ambao kwanza wamehifadhi Qur'an, ambao ni wakubwa, ambao wanajitambua, tuseme ambao wameshabaleghe. Mara nyingi ikitokea mashindano inatokea ya kuhifadhi na ambayo watu ambao wameshabaleghe wakubwa, ingawa wapo washiriki wadogo ambao wanakuwepo kwenye mashindano. Kwa hivyo tukaona upande wa hifdhi, mashallah, yani hakuna juhudi ambayo haijafanywa nchini kuhusiana na kukihifadhi kitabu kwa upande wa hifdhi. Yani mashindano yamekuwa mengi, walillahi alhamd. Ikiingia Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani ni mashindano tu, mashindano mpaka unasikia raha ile ya Qur'an, yani unasikia raha. Lakini sasa tukaja tukaangalia, je, upande wa wazee kwa ambao hawajahifadhi Qur'an, labda tutafanya mashindano? Naam, watu wamekuwa, Sheikh Kishki hapa amewahi kufanya mashindano ya wazee ambao wanaisoma Qur'an na ilikuwa mashindano mazuri. Tukaja tukaangalia wanawake nao pia, walillahi alhamd, kina Sheikh Kaporo wamefanya mashindano ya wanawake tu kwa ajili ya kuhifadhi kwa wanawake, yamefanyika. Sisi tukasema tulenge watoto wadogo, tulenge watoto ambao hawajabaleghe. Hawa watoto, kwa nini tumewalenga watoto? Ili kufanya mashindano haya ya kusoma Qur'an. Tumesema sisi mara nyingi kizazi tulichonacho sasa hivi bado hakijafikia yale matarajio ambayo mujtama wa Kiislamu unahitaji. Mara nyingi vijana sasa hivi ukimkamata kijana ukamuuliza mambo kuhusu mpira atakujibu moja kwa moja bila wasiwasi wote. Ukamuuliza mambo labda upande wa usania naweza akakujibu yakaa vizuri, lakini ukija ukimuuliza umehifadhi mara ngapi, umehitimisha mara ngapi Qur'an, umeisoma mara ngapi, kwa kuiangalia tu anaweza kukwambia tangia nikiwa madrasa. Labda wanaojitahidi Ramadhani wanahitimisha Qur'an, lakini ni jambo ambalo kidogo limekuwa limesauliwa. Sasa sisi tunataka tukasema tuje na haya mashindano ambayo ni ya watoto wadogo ambao hawajabaleghe. Mtoto mdogo yoyote ambaye hajabaleghe, huyu ndo ambaye tunamtarget sisi, ambaye tunataka ashiriki katika mashindano haya ya sauti za dhahabu. Kwa nini watoto wadogo? Kwa sababu tunataka tuwajenge hawa kina Sheikh Kishki na Sheikh Kaporo, wakifikia umri mzuri wakihifadhi, wanapokelewa tayari, kuna watu watawapokea kule, wataendelea kudili nao. Sisi tunataka na huku chini tuwajenge vizuri, kule juu ushindani uzidi, watu wapate tabu zaidi, tumchague nani safari ya wakilishe Tanzania. Kwa hivyo tunataka tuwapike hawa chini. Tukaja tukaangalia tufanye hifdhi ama tufanye kwa kuangalia watoto wengi wadogo. Hifdhi bado sisi katika nchi zetu hizi mpaka mtu afanye hifdhi ahifadhi, mara nyingi inakuwa ameshafikisha miaka 15 20 huko ndio anakuwa amehifadhi. Ni wachache ambao wanahifadhi wakiwa kwenye umri mdogo. Kwa hivyo tukasema hapana, tufanye mashindano ya kusoma Qur'ani. Sisi tutakuwa tunaangalia zaidi sauti nzuri, tajwidi, sawa, namna gani anavyoisoma Qur'an kwa njia nzuri. Kwa hivyo watoto wadogo wenye sauti nzuri ambao tunataka tuwafanye. Kwa nini tumeanza na Dar es Salaam? Kwa sababu ni msimu wetu wa kwanza. Lengo letu tufanye mashindano makubwa ya Tanzania nzima na Afrika Mashariki, inshallah Mwenyezi Mungu akitoka hai na uzima. Lakini sasa hivi kwa sababu ni msimu wa kwanza, tunaanza na hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam tutaanza na jambo zima la kuhakikisha ya kwamba tunamtafuta msomaji mzuri wa Qur'an. Akifunguliwa popote akiambiwa soma, basi tutakuwa tunasikia sauti nzuri ambayo mnasema mtoto mwenzake akiwa anamsikiliza anasoma Qur'an, naye pia anasema mama, baba, mimi mwakani nataka nifike pale. Na huyo ambao watashiriki, ambao watakuwa wamejiona wanaweza, lengo letu sisi wakihifadhi hichi kitabu, ile ari ya kuhifadhi Qur'an, bana mimi kumbe kusoma najua, niko vizuri, sasa acha nianze kuhifadhi Qur'an kuanzia mdogo, kabla hajabaleghe aanze kutamani kuhifadhi. Ambao wale watoto ambao wamejisahau wanapata tabu kuisoma Qur'an, wakiwaona wenzao namna wanavyosoma Qur'an,
basi tunataka tutengeze kizazi kinachokuja ambacho mtoto akikaa hivi saa zote unamwona anatwali, hata bila kuambiwa, saa zote unamwona anatwali. Kwa sababu gani? Ana lengo lake, mimi inshallah mwakani watanitambua hao. Hilo ndo ambalo tunalitaka kutoka kwa watoto hawa wadogo. Ndipo sisi tukaja na mashindano haya. Nielezee kwa kifupi tu utaratibu wa mashindano utakavyokuwa. Mashindano kawaida yanaanza na mchujo, na utofauti wetu pia na mashindano haya mengine, mara nyingi mashindano yakifanyika mtu analenga kilele. Sisi katika mashindano haya tunataka tuyafanye kwa njia ya kipindi, yani tunasema ni Quran Star Search, sawa? Yani tunataka tutengeneze kipindi ambacho kuna majaji, mtoto anasoma Quran, haimbi, sijui asomi mashairi, kuna majaji, alafu mwenye talanta ya kuisoma Quran anakuja anaonyesha talanta yake mbele ya majaji, alafu majaji wataamua huyu anasonga mbele ama hasongi mbele. Nadhani hapo itakuwa nimeeleweka ninapozungumza hivyo. Kwa hivyo tutakuwa na takriban hatua ama level 4. Level ya kwanza tutaifanyia misikitini. Tumechagua misikiti ndani ya Dar es Salaam takriban 5 ambao tutakuwa ndo tunafanya michujo yetu. Watoto ambao hawajabaleghe yoyote anaruhusiwa kushiriki, na anaweza kushiriki ima kupitia shule yake, kutakuwa na fomu zinawafikia, na ndio maana tupo na washirika ambao nitawataja baadaye. Unaweza ukachukua fomu kupitia njia ya nambari zetu za WhatsApp ambazo pia zitasomwa na mtazipata wanahabari. Mtu akiweza moja kwa moja kujaza fomu, atapigiwa simu, ataambiwa wewe kama unaishi sehemu fulani, basi tarehe fulani njoo katika msikiti fulani. Kwa mfano, inshallah sisi tunatarajia tarehe 1, Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tutakuwa Masjid Kichangani mara ya kwanza kabisa tarehe 1, yani ule mchujo utaanzia rasmi Masjid Kichangani tarehe 1 Jumamosi biidhnillah inayokuja. Kwa hivyo tarehe 1 tutawalenga watu wa Kinondoni na Ubungo, watoto ambao wanaweza kuisoma Qur'an. Watakuja pale, watasajiliwa, watakaa mbele ya majaji watakuwa wanawasikiliza, wakupitishwa na pitishwa ambao hajapitishwa, na itakuwa ni tofauti na kuwa ile userious mwingi, kwa sababu wao ni watoto. Majaji watakuwa na uwezo wa kupiga story na ule mtoto, vipi, uko salama, mpaka anajikuta yuko vizuri, kisha baadaye ndo anaanza kumwambia haya, tufungulie, soma kuanzia aya fulani mpaka aya fulani. Kwa hivyo tutafanya misikiti 5, msikiti wa Kichangani ambao tutaanza nao, tutafanya Masjid Taqwa Ilala insha Allah, tutafanya Masjid Mji Mwema Kigamboni, tutafanya pia tumeamua kufanya Masjid Bakhresa, na vile vile tutamalizia insha Allah na Masjid al-Hikma Nurul Hikma biidhnillah insha Allah. Kwa hivyo haya misikiti 5, watoto wote ambao wanatokea kwenye sehemu hizi Dar es Salaam wanaweza wakaja. Tumegawanya kwa ajili ya wilaya. Kwa hivyo watoto wote ambao hawajabaleghe, mabinti na wa kiume, wote wanaruhusiwa kuja, watashindanishwa. Baadaye majaji watachagua watoto 70. Majaji katika hii level ya kwanza, baada ya kutembea misikiti yote, watachagua watoto 70 ambao watavuka, tusema hawa ndio wameingia kwenye level inayofuata. Hawa watoto 70 baada ya kuwa wamemaliza, tutachagua sasa venue nyingine, tutaanza tena mchujo, na itakuwa mambo haya yote tunayaonesha kwenye Africa TV namna mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo hawa watoto 70 tutawapitisha, watakwenda hatua nyingine, majaji watakaa nao tena, watawachuja tena. Kwenye 70 tutatoa, watabaki 30 peke yake. Baada ya 30, hii 30 tunaita kama ndio nusu finali. 30 hii tutawachukua, tutawapeleka sasa kwenye studio, ambao sasa watakuwa wanashindanishwa kwenye studio kabisa. Watakuwa 30. Hawa 30 mtanange tunatarajia utakuwa mkubwa zaidi. Hawa 30 wakishavuka, majaji watatupatia 6 bora katika 30, watatupatia 6 bora. Hawa 6 bora ndo wanaingia grand final.
tutafanya hii sasa, itakuwa ni live. Tutawaita tena, jamani, tuna jambo letu tarehe fulani kwenye holi fulani. Kwa hivyo tutakuwa na washindi 6 ambao watakuwa wameingia fainali. Siku ya fainali insha Allah tutatoa washindi 3 ambao tumewaandalia hadi sasa. Tumewaandalia milioni 10, ambapo mshindi wa kwanza atapata milioni 5, mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili atapata milioni 3, mtoto wa tatu atapata milioni 2. Hawa ni wale washindi wa kwanza 3 ambao watashinda. Bila shaka kuna zawadi zingine ambazo tutapatia za watoto. Naweza akapatikana simu, naweza akapata laptop, naweza akalipiwa ada mpaka atakapomaliza, kwa namna tutakavyoamua biidhnillah. Lakini kwa sasa yani pesa taslimu ya milioni 10 ndio ambayo itagombaniwa kwa hawa watoto ambao wanaojua kusoma Qur'an. Kwa hivyo tunataka tujenge hiki kizazi, mtakato ndio huo mpaka tunafika fainali, na tarehe 1 Jumamosi, na bila kusahau tutakuwa tunafanya siku hizi za Jumamosi na Jumapili, kwa sababu hizi siku zingine inakuwa kidogo watu wako shule na nini. Kwa hivyo Jumamosi tutakuwa msikiti wa Kichangani, Jumapili labda tunaweza tukawa msikiti wa Ilala Taqwa. Tutakuwa kila Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, ndio itakuwa tunafanya mchujo wa hawa watoto. Kwa hivyo kama una mtoto wako hajabaleghe, binti wa kiume, Jumamosi na Jumapili ukifuatilia, na tutakuwa tunatangaza kwenye misikiti tofauti tofauti, unamwambia mwanangu, piga msasa kwenye kiraa chako ili ukashindane, nione unaweza ukawa vipi katika upande wa kusoma Qur'an. Kwa hivyo mpaka mwishoni tutapata washindi 3 kama nilivyotangulia kusema, na kila tukifanya, kwa mfano Kichangani tukishafanya siku ya kwanza, ili kianze kuruka kipindi, inshallah tunatarajia kitaanza kuruka hewani, yani watu wataanza kukiangalia tarehe 15. Tunaanza tarehe 1, lakini urushwaji wa kipindi, watoto kujiangalia kwenye TV na kuona namna watakavyokuwa, itakuwa ni tarehe 15 inshallah, mwezi wa Agosti huu unaoanza. Tarehe 15 tutaanza, na itakuwa pia tunarusha Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 1 mpaka saa 2. Saa 1 mpaka saa 2 inshallah itakuwa tunapatikana pia katika mitandao yetu ya kijamii. Kipindi kitakuwa kinaonekana. Kwa hivyo kwa kifupi, hiyo ndo namna mchakato utakavyokuwa wa haya mashindano ya sauti za dhahabu, na kweli kabisa tunaitafuta sauti za dhahabu. Na haya yote sisi kama Africa TV hatuwezi kuyafanya bila kuwa na washirika pembeni ambao wanatushika mkono, ambao wanatuongoza, ambao wana experience na mambo haya. Hawa ndio ambao tunataka watuongoze sisi katika kuyafikia haya mambo. Watoto vifaa tunavyo, tuna idea tunayo, lakini watoto tunawatoa wapi? Ndio maana tukawa na watu wetu ambao wako bega kwa bega na sisi, tukianzia na Sheikh Kishki hapa atakuwepo na sisi. Kama upande wa Al-Hikma tuna experience yake ambao tunaweza tukapata. Kuna watoto atatupatia, atatusaidia kwenye mambo mingi kwa sababu wao ni watu ambao wamefanya kwa miaka mirefu. Vile vile Sheikh Uthman Kaporo, yeye pia naye experience yake ni kubwa sana, na tayari ameanza kutupatia mambo mengi katika upande wa kutafuta watoto, walillahi alhamd. Yani hawa lazima tuende nao bega kwa bega, ili kuhakikisha kuwa bana, tunapokosea fanyeni hivi, watupatie mwongozo, watuoneshe na dira ile ya kwenda, ili tuweze kupata. Vile vile bila kuwasahau, tuna wenzetu wa Tipso ambao pia wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wanatusaidia kuwapata watoto ndani ya mashule, kwa sababu katika shule hizi hasa Islamic schools tuna uhakika kuwa wana sehemu ambazo wanafundisha Qur'an, wana walimu wa Qur'an, wanao wanafunzi ambao wanasoma vizuri. Kwa hivyo Tipso nao tumewaambia njooni, sisi tunaunganisha watu wote hawa wadau wa Qur'an, ili tuhakikishe ya kwamba hili jambo tunalitendea haki kweli. Ni mara yetu ya kwanza, lakini lazima tusome kutoka kwa wenzetu ambao wamelifanya zaidi na wana experience zaidi nalo, na ndio maana tunakusanya pamoja ili tupate ile nguvu moja ya kuliendea hili jambo. Nadhani mpaka hapa nitakuwa nimemaliza katika upande wangu, Sheikh Mfaume, kuelezea jambo hili la sauti ya dhahabu. Shukrani sana Sheikh Bakari wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd.
Unajua sisi waandishi kwa bahati mbaya hapa tuna kofia nyingi. Abubakar ni mratibu lakini kitaaluma yeye ni mwandishi. Sasa sisi waandishi kifupi yetu kidogo inakuwa kifupi mara mbili, lakini almuhimu nitajitahidi mimi kifupi yangu iwe kifupi. Kama ambavyo moderator ameeleza, mimi naitwa Rajab Msami, mimi ni mkuu wa idara ya masoko Africa TV, na kubwa hasa ambalo ningependa kuzungumza ni kuhusiana na kwa nini Africa TV tumekuja na haya mashindano ya sauti za dhahabu. Mratibu amegusia kidogo kuwa kulionekana kuna gap. Mara nyingi mashekhe zetu wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana na sote ni mashuhuda, Sheikh Nuruddin Al-Hikma, lakini Sheikh Uthman Kaporo wamefanya mashindano haya kwa miaka mingi, na tukiri ya kuwa wametuchongea barabara sisi na wengine wengi ambao wanafanya mashindano ya Qur'an. Njia ambayo walianzisha imeturahisishia sisi kupita katika namna tofauti ambazo tunaona kuna haja ya kugusa maeneo haya ambayo pengine labda wao hawakuyagusa au kwa namna moja au nyingine tuliona hawakuyagusa kwa mkazo. Kama ambavyo mratibu ameeleza, sisi tutajikita kwa watoto wadogo ambao hawajabalee, na haswa katika upande wa kuisoma Qur'an sana katika upande wa sauti na kuzingatia sheria za usomaji. Mimi kubwa nitoe wito kwa wadau, watu wa kheri. Tumeweza kuwataja hapa washirika ambao tutakuwa nao katika mashindano haya. Abubakar ameweza kuwaeleza washirika ambao kwa namna moja au nyingine tunaona. Tutakuwa na Al-Hikma, lakini tutakuwa na Tipso ambao wenzetu wao watatusaidia. Wao hawa ni moja wa shule za Kiislamu za msingi ambapo sana ndio hawa watoto wengi, kundi kubwa linapatikana katika mashule hayo. Lakini tutakuwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'an chini ya Sheikh Uthman Kaporo. Hawa ni washirika ambao tutakuwa nao. Sasa mimi nitoe wito ya kuwa milango bado ipo wazi. Tunahitaji wadau zaidi, washirika zaidi wa kuweza kujumuika nasi, kutuunga mkono katika hili ili tuweze kulifanikisha hili jambo. Abubakar ameeleza hapa, tumefanya uzinduzi rasmi wa mashindano haya ya sauti za dhahabu kwa Dar es Salaam, lakini lengo mashindano haya ni kuweza kuenea zaidi, na inshallah ikiwezekana tuweze kufika nchi nzima na baadaye Afrika Mashariki na kuendelea, kama ambavyo pioneers ambao tuko nao hapa wa Qur'an wameweza kufanikiwa kuweza kufikia mpaka ngazi za ulimwengu kuweza kufanya mashindano ya Qur'an, na sisi lengo insha Allah kwa idhini yake Allah tuweze kufikia huko. Kwa hiyo ili tufike huko tunahitaji sana wadau wa kuweza kushirikiana nasi, watu wa kheri. Zawadi tumeieleza hapa ni milioni 10, lakini milango iko wazi. Hii ni zawadi ambayo tuko nayo mezani mpaka sasa hivi wakati tunafanya uzinduzi wa mashindano haya. Kwa hiyo milango iko wazi, watu wa kheri, watu wenye biashara ambazo zinahusiana na watoto moja kwa moja, wanaona kuna haja ya kuwashika watoto mkono, basi milango yetu iko wazi, ofisi zetu ziko wazi, tunawakaribisha sana, na kuna umuhimu wa wao kufanya hivi. Kwanza, kama makampuni watakuwa wanarudisha kwa jamii, ambayo ndio miongoni mwa malengo ya makampuni ya biashara, lakini kwa mtu mmoja mmoja, watu wa kheri tunafahamu kuwashika mkono watu ambao wanakipigania kitabu cha Allah, fadhila zake sote tunazifahamu. Kwa hiyo tutoe fursa hii, milango iko wazi, tutoe wito, lakini pia tutoe wito kwa wazazi. Mifumo ambayo mashindano haya yatakuwa yakifanyika, mratibu ameielezea. Kama kuna wazazi wanatufuatilia ambao wanaweza wakaona kwa namna moja au nyingine hawawezi kuwa na network na wale ambao watatuletea washiriki, basi mlango uko wazi. Mzazi popote pale unapotazama, kama unaona kuna kijana wako ana uwezo wa mashindano haya, basi mifumo ya usajili iko wazi na namba itatolewa, utaratibu utaonekana. Lakini la mwisho kabisa,
Kwa wadau wote ambao nimetoa wito kwenu muweze kushiriki, upekee wa mashindano haya aliueleza mratibu. Kila hatua ya mashindano haya itakuwa inaonyeshwa kupitia Africa TV, kuanzia hatua za mwanzo kabisa msikitini. Kutakuwa na hatua takriban 4 hapa zimeelezwa, kuanzia hatua za awali msikitini za kututafutia washiriki 70 mpaka hatua ya mwisho ambayo itatubakisha na washindi 6 kwenye fainali kubwa kabisa ya mwisho. Hatua zote hizi zitakuwa zikionyeshwa kupitia Africa TV na zitaanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 15. Mchakato utaanza tarehe 1, lakini kuanzia tarehe 15 kila hatua itaonyeshwa mpaka kufikia hatua za mwisho ambazo zitakuwa ni hatua za fainali za washindi 6 watakaopatikana katika michujo yote ambayo itakuwa imepita kuanzia mwanzo mpaka kufikia mwisho. Kwa hiyo kwa wadau ni watoe hofu kwamba ni jambo ambalo litakwenda viral, ni jambo ambalo litakuwa linamulikwa na litafahamika zaidi insha Allah, kwa sababu tupo na watu sahihi ambao tumeshirikiana nao kuhakikisha hili jambo linakwenda na linafanikiwa. Mwisho kabisa nitoe shukrani tena kwa waandishi wa habari, lakini tutoe shukrani za dhati kwa washiriki wetu wote ambao mmeweza kutunga mkono na kuja kushirikiana nasi katika uzinduzi wa hili jambo, na tuwaombe kwa mwanzo huu ambao tumeanza nao, basi inshallah tuende nao mpaka pale ambapo tutafika katika fainali ya mwisho kabisa kwa mkoa wa Dar es Salaam, na pale ambapo mashindano yataendelea zaidi mikoani na ngazi zijazo Afrika Mashariki, Afrika, basi inshallah tuombe msituchoke, muwe nasi bega kwa bega katika kuhakikisha malengo yetu katika mashindano haya ya Sauti za Dhahabu yanafanikiwa. Baada ya kusema hayo, shukrani sana, nikurudishie Mfaume. Nadhani bila shaka yoyote kwa kifupi yangu imekuwa kifupi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika meza kuu, kianza na pacha wangu katika masuala ya Qur'ani Sheikh Nuruddin Kishki, lakini mratibu wa mashindano haya ya Sauti za Dhahabu Sheikh Abubakar, pamoja na aliyetoka kuzungumza sasa hivi Sheikh Rajab, bila kumsahau Sheikh Ali Asa na ndugu yangu Sheikh Mwenyikai kutoka Tipso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wangu kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili tukio tunalolihudhuria leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio musabbibul asbab, na hivi ni vitu ambavyo katika jambo hili tulikuwa tunavitamani muda mrefu sana. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, shukurani za pili zije kwa African TV kuja na mubadara huu ambao uliokuwa mkubwa. Tunataraji kabisa kwa jinsi walivyojipanga na namna wanavyoliendesha hili jambo litatutoa katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine katika swala zima la kutilia umuhimu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunawaombea Mwenyezi Mungu inshallah, Mwenyezi Mungu awafikishe katika hili jambo ili twende mbali zaidi katika swala zima la kuhamasisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi kwa upande wangu, ndugu waandishi wa habari na Waislamu ambao watakaokuwa wamepata jambo hili, tuna umuhimu mkubwa sana wa kutilia umuhimu swala la Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio kila kitu. Kama tunadondoka hatupati mafanikio, basi ni kwa namna gani tuko mbali na Qur'ani. Tukiipa umuhimu Qur'ani ule unaostahiki, hatuwezi kuanguka. Tutakwenda juu na watu watatushangaa sisi tunakwenda juu vipi. Historia inaeleza hivyo. Historia inaeleza hivyo. Mbali ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alishasema, inna hadha alqur'ana yarfa'u bihi aqwaman, hakika hii Qur'ani inawanyanyua watu juu, wa yadh'u bihi akharin, lakini hii Qur'ani hii inawashusha watu vile vile chini. Mkiishika Qur'ani katika hali yake inayotakikana, mkaihamasisha,
mkaenda nayo vizuri, mkaifuata vile kama inavyotaka, mtakwenda juu. Mkiwa kinyume chake, mtarudi chini, na historia inatueleza hivyo. Uislamu toka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitilia umuhimu sana swala la Qur'ani. Toka uhai wa mtume alitilia umuhimu sana swala la Qur'ani. Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliopokea Qur'ani kutoka kwa mtume, na wao walisimama imara katika kuihamasisha na kuiendeleza Qur'ani. Haukupita muda mrefu, Uislamu ulikuwa umetawala ulimwengu. Karne moja tu, ndani ya miaka 100 toka mtume anapewa utume, miaka 100 tu Uislamu ulikuwa umeenea kutoka magharibi al-arabi, kutoka magharibi mpaka miji ya China. Uislamu ulikuwa umeenea tena bila kusema vita wala nini, ni ile Qur'ani tu ikuingia katika sehemu, basi Qur'ani ilikuwa imeenea. Na sio Qur'ani tupu, bali Qur'ani na fani zake, Qur'ani na maendeleo yake, Qur'ani na elimu yake, Qur'ani na mipango yake. Historia huwa tunasoma, Waislamu tulikaa katika mji wa Spain karne 8, miaka 100 mara 8, na sio kukaa kizembezembe. Waislamu wakati wako pale walikuwa wao ndio mabingwa wa taaluma zote walikuwa wanategemewa wao, na lugha ya Kiarabu kwa wakati huo ndio ilikuwa said na imeenea katika ulimwengu kwa ujumla wake. Kwa ushuhuda wa wao wenyewe, wako baadhi ya mustashirikina wale wanaosoma Uislamu kwa njia ya kuukosoa, wamezungumza kabisa katika vitabu, viko wazi kabisa. Kwa wakati wao wanasema mtu aliyekuwa ajui lugha ya Kiarabu alikuwa hawezi kuhesabiwa kuwa ni msomi, kwa sababu elimu yote ilikuwa iko katika miji ya Kiarabu. Kwa msingi huu, sisi tukiliona jambo kama hili tunaliombea Mungu, na tunawaomba kila Muislamu anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake aguswe na jambo hili, aguswe na atumie njia zake kuona namna gani hili jambo linafanikiwa katika kiwango chake. Kuwasomesha watoto ndio silaha yetu. Watoto kuwasomesha Qur'ani ndio silaha yetu. Sisi tukiacha Qur'ani tu ndio itatukuta kile wayadhau bihi akharin. Imamu Bukhari rahimahullah katika kitabu chake kilichokuwa kitabu sahihi kuliko vitabu vyote baada ya Qur'an, ameweka mlango maalum akisema babun ta'limi sibyani al-Qur'an al-Karim. Ameweka mlango maalum na hadithi zinazoonyesha umuhimu wa kumfundisha mtoto Qur'ani. Al-sibyani ni watoto wadogo. Kama ingekuwa haina umuhimu, imamu wasingesema jambo lile. Na ndio maana utakuta sahaba waliliendea mbio, tabiina waliliendea mbio jambo hili. Inapokewa kwa Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq huyu ndio Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima maarufu kwa jina hilo, ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa. Anasema, mimi nilimuomba baba yangu niende kwa Qutaiba, na yeye mwanachuoni mkubwa katika karne ya 3. Niende kwa baba yangu, niende nikasome Qur'ani, niende nikachukue ilmu za namna tofauti. Baba yake akamwambia, hapana, mimi sikuruhusu. Kwanza simama na Qur'ani, jifundishe Qur'ani, ihifadhi Qur'ani. Ukisha kuijua Qur'ani, mimi nitakuruhusu kwenda kwa Imamu Qutaiba. Ibn Khuzaima akalifanyia kazi swala hili, akaisoma Qur'ani, akaihifadhi kabisa. Alipomaliza anamfuata baba yake, baba, sasa mimi niko tayari, naweza kwenda kwa Qutaiba. Baba yake akamwambia, sawa, nimekubaliana na wewe, lakini sasa kwanza hebu kuwa imamu, uiswalishe kwanza hii Qur'ani yako kwa hitima nzima, uiswalishe ikiwa ghaibu, alafu mimi nitakuruhusu uende kwa Qutaiba ibn Sa'id. Alifanya hivyo.
Alipofanya hivyo, baba yake akamwambia yanenda kwa Kutaiba. Hawa ndio waliotutangulia sisi salafu saleh katika swala zima la Qur'ani, na ndio matokeo yake ukawakuta Waislamu wa mwanzo, kwa sababu Qur'ani kwanza, mujarradi kuisoma Qur'ani inatengeneza akili, na wamekubaliana wanawachuoni wote, wewe ukihifadhi Qur'ani vizuri na ukaisoma Qur'ani vizuri, akili yako inakuwa safi kabisa. Katika hizo kuruni al-mufaddala, hizo kuruni zetu sisi, wakati sisi tunatawala Uislamu, fani zote zilikuwa Mashariki ya Kati, fani zote, na wenzetu wanalikubali hilo. Ukitaka wana taaluma wa falsafa, hii falsafa kama wanavyoita falsafa, utakwenda kuwakuta Ibn Rushd al-Hafidi, wenyewe tunamuita Ibn Rushd al-Hafidi, sahibu kitabu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid katika fiqh al-muqarana, ni bingwa katika fiqh al-muqarana, lakini katika vitabu vyao hawamwiti Ibn Rushd, wanamuita Eva Rush. Wamemtohoa kidogo jina Eva Rush, na wamechukua misamiati yake mingi wametia katika falsafa zao, lakini ukimwangalia Ibn Rushd amehifadhi Qur'ani akiwa na umri mdogo sana. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu saleh. Kuna Ibn Nafis, Ibn Nafis, wa ma adraka man huwa Ibn Nafis, ni miongoni mwa wanawachuoni wakubwa. Yeye ndiyo muktashifu, ndio aliyegundua hii dauratu damawiyatu sughra, ndio aliogundua. Ulimwengu ulikuwa hujui hilo, namna gani damu inazunguka katika mwili wa mwanadamu. Sio tafsiri tu, yeye aligundua namna gani damu inazunguka katika mwili wa mwanadamu. Yeye ndio aligundua kwamba damu inazunguka, inaingia katika upande wa kulia, ikikuta kule inatoka, inakutana na oksijeni pale, ikitoka pale inazunguka inakuja katika upande wa kushoto, wakati ikiwa na oksijeni ikitoka pale inazunguka katika mwili unafanya kazi. Muangalie Ibn Nafisi alikuwa nani? Alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 8. Ibn Nafisi alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 8, na alikuwa amebobea katika fiqh Shafi'i, amebobea. Lakini leo hii historia inamtaja Ibn Nafisi kwamba yeye ndio muktashifu dauratu damawiyya sughra. Lakini nini kilichotangulia? Ilitangulia Qur'ani tukufu ndani yake. Tukianza kuwataja wanazuoni waliobobea na kuhifadhi Qur'ani wakiwa wadogo, yani peke yake ni darsa kubwa na haiwezi ikatosha kikao kama hiki. Nini nataka kusema? Waandishi wa habari, Waislamu kwa ujumla wenu, umefika wakati wa kurudi katika Qur'ani, na njia pekee ya kuirudisha Qur'ani ni kuwahamasisha hawa watoto wadogo waishike Qur'ani katika kiwango kilichokuwa kizuri. Na si kwamba Africa TV inatosha, Africa TV haitoshi, wala sisi tuseme jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani tunatosha, sisi hatutoshi. Wala tusiseme Al-Hikma na Sheikh Nuruddin anatosha, hawatoshi. Qur'ani ni bahari, Qur'ani ni kubwa. Nimpongeze kijana wangu Muhammad Samata, yeye anaandaa mashindano ya wanawake watu wazima, nadhani waandishi mnajua. Lakini mwaka huu ametia kitu kimoja mle ndani kwamba wanasoma Qur'ani na tafsiri, na hichi ni kitu cha msingi. Tunataraji inshallah watokee watu wengine waje kusema na sisi tunaanzisha sasa. Africa TV imeanzisha watoto wadogo, sasa sisi tunawataka wale wakubwa, kwa sababu watoto wadogo hawawezi tafsiri, na uwezi ukamhifadhisha mtoto na ukampa tafsiri wakati uko mdogo, lakini akikua anaweza kuwa sawa sawa. Watokee wengine waseme na sisi tunaanzisha sasa hivi mashindano ya Qur'ani yakiwa yanaambatana na tafsiri, ili hii tasnia iende mbali, ili hii Qur'ani iweze kuwa sawa. Kwa sababu siku zote tunasema hii harakati yetu ya kuanzisha kuhifadhisha Qur'ani, kusoma Qur'ani, lengo lake ni kuwajalia hawa watoto, kuwaweka sawa hawa watoto, waweze kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili waweze kuishi maisha ya Qur'ani. Hili ndio lengo kubwa. Na hii juhudi hii nataka watu wote, waandishi wa habari kwa upande wenu,
maimamu kwa upande wao, walimu wa madrasa kwa upande wao, na wazazi mna jukumu kubwa wa kuhakikisha hili jambo linachukua sura ambayo ilikuwa iko kubwa zaidi. Kwa kweli maneno hayaeshi, maneno katika uwanja huu hayaeshi, lakini ni faraja ambayo iliyokuwa ndani ya moyo wetu kuona namna gani sasa tunakuwa wengi katika kulihamasisha hili jambo. Watokee wengine waje na jambo jingine ili tuweze kufika mbali na mbali zaidi. Wazazi mna fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini mfanyie riaya jambo hili. Muhimize watoto wenu waweze kushiriki katika majambo haya. Faida ni kwenu nyinyi wazazi. Kuna tajul waqar, tajul waqar, crown ya heshima atakayopewa mzazi ambaye mtoto wake amehifadhi Qur'ani. Siku ambayo watu wanahangaika kutafuta kiu, maji hamna na hivi, Mwenyezi Mungu aje kumvalisha taji mzazi ambaye alimfundisha mtoto wake Qur'ani. Mzazi achangae, ni nini tena hili, mimi nimelipata wapi? Aambiwe litaalimi waladaka alqur'ani, kwa kumfundisha mtoto wako Qur'ani. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu ili tuweze kupata taji ambayo ilikuwa iko nzuri. Sio hivyo tu, Uislamu sisi ni umma bora, lakini ubora wetu utakuwa kwa kuishika Qur'ani katika kiwango kilichokuwa kizuri. Tumweke Mwenyezi Mungu mbele kwanza. Ikhlasu nia ni jambo la kwanza. Baada ya hapo tunakuwa na malengo yaliyokuwa mazuri kwa kufuata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salafu wetu saleh. Inshallah, baada ya haya machache inantosha kabisa kuwa nimefahamika katika nilichokikusudia. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwa kuokoa muda niseme ya kuwa itifaki imezingatiwa. Ndugu waandishi wa habari, ndugu watazamaji, Waislamu na Watanzania kwa ujumla, awali yoyote nawaamkia kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu na ninawaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Leo tarehe 26 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026 tupo hapa makao makuu ya Afrika TV kama walikwa, na binafsi nipo hapa kwa niaba ya Al-Hikma Foundation. Afrika TV imekuja na jambo la aina yake. Afrika TV imekuja na jambo la kipekee, jambo ambalo halina kifani wala utani. Afrika TV wanatuletea mashindano ya Qur'ani ya aina yake, mashindano ya sauti za dhahabu. Mashindano haya yanawalenga watoto wetu wote wa kike na wa kiume, na masharti yao kama tulivyopata kuwasikia, mtoto kwanza awe bado hajabaligh. Lakini sharti lingine, mashindano haya siyo ya kuhifadhi, ni mashindano ya kusoma tu hivi hivi, mashindano yanayolenga sauti za dhahabu, sauti zilizo nzuri. Nini wanachokiangalia katika sauti nzuri? Mosi, sauti nzuri yenyewe. Pili, usomaji mzuri kwa mujibu wa ahkamu tajwid. Afrika TV wameamua kutuburudisha kupitia watoto wetu. Afrika TV wameamua kupita mapito yale yale ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipotuhimiza yeye mwenyewe kupitia mafundisho yake sahihi aliposema, zayyinu alqur'ana biaswatikum fa inna sawta alhasana yazidu alqur'ana husna.
zipambeni sauti zenu kwa Qur'an, ipambeni Qur'ani tukufu kwa sauti zenu zilizo nzuri, kwani hakika ya sauti zilizo nzuri huizidishia zaidi na zaidi uzuri Qur'ani tukufu. Akatuambia tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bilquran, si katika sisi asiyesoma Qur'ani kwa ghunna na kwa sauti iliyo nzuri. Moja ya masiku alimwagia sifa kede kede kem sahaba Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, wewe Abu Musa al-Ash'ari, hakika umepewa sauti nzuri nyororo, lugha nyepesi ya Kitanzania, umepewa kinanda wewe katika kuisoma Qur'an. Usomaji wako mzuri, sauti yako nzuri ni ile zawadi waliopewa watu wa Nabii Daud alayhi salam. Al-Hikma Foundation tuko pamoja na Africa TV, tunaiunga mkono katika hili. Ndugu wazazi, walimu, walezi na Waislamu kwa ujumla, hili halina udhuru, halina excuse. Usije ukasema mwanangu hajahifadhi. Africa TV haitaki mashindano haya sio ya kuhifadhi, inataka usomaji tu ulio nzuri kwa sauti nzuri zenye kuzingatia ahkamu tajwid na sharia za Qur'ani kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, wito sasa ndo huo, mwenye macho haambiwi tazama na mwenye masikio haambiwi sikia. Tuwalete watoto wetu, hebu tuburudisheni basi kwa Qur'ani, nasi tuko tayari kuzipokea sauti za dhahabu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mashaka zangu watukufu, ndugu wanahabari, jopo la majaji ambao tumepewa dhamana ya kulisimamia jambo hili, Waislamu kwa ujumla, na nyote mnaotufuatilia kupitia vyombo hivi vya habari, maamkizi bora ni maamkizi ya Kiislamu. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza kwa niaba ya jopo la majaji tuliopewa dhamana ya kusimamia mashindano haya, lakini kabla ya kwenda kwenye fani hiyo, nitumie fursa hii kuungana na mashekhe zangu waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwapongeza Africa TV kwa jambo hili kubwa. Hakika nchi yetu, dunia kiujumla wake, inahitaji kuwa na uangalizi kwa vijana wadogo wanaochipukia kwenye kuwakuza katika tasnia, katika kuishi maisha ya Qur'ani tukufu. Na hatuwezi kuishi Qur'ani tukufu bila kuanza na namba moja ambayo ni kutambua kuisoma Qur'ani tukufu. Tena usomaji wenyewe uwe ni usomaji ulio sahihi, ndio usomaji ambao utaleta tija ya kuweza kuleta athari chanya kwenye nafsi zetu, na hatimaye tukaweza kuiishi Qur'ani tukufu, tukapata ridhaa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili la kuwaangalia watoto wadogo washindane kwenye kuisoma vizuri Qur'an
huku wakiwa wanaipamba zaidi kwa sauti zao nzuri. Wallahi ni jambo ambalo nchi yetu tunatakiwa tulipokee kwa zaidi ya mikono miwili. Kwa nini? Ni kutokana na umuhimu wake. Angalia leo vijana wadogo wanavyoathirika na kuichezea na kuifahamu simu. Wanaifahamu simu kuliko watu wazima, na wanaathirika zaidi wao kuliko wanavyoathirika watu wazima. Bila ya kuwekeza malezi ya Qur'an katika nyoyo za watoto wadogo namna hii, basi kwa hakika uko mbele tutakuja kuvuna jamii ambayo haina lolote katika mafundisho ya Qur'ani tukufu. Hivyo mtazamo wangu, Africa TV imekuja na mageuzi mazuri sana kwa kuangalia hii miche midogo midogo, namna ya kuihamasisha, ambako ndio kuimwagilia maji ili istawi, ikiwa inaitazama Qur'ani kwa jicho lengine. Mwenyezi Mungu aibariki sana Africa TV, na sisi wengine tusome na tuige kupitia Africa TV. Kila mmoja kwa nafasi yake aliyo nayo anatakiwa awe na mchango kwenye kuhakikisha kwamba jamii yetu inaifahamu na inaiishi Qur'an. Wao kama chombo cha habari wameamua kuja hivi. Mwenyezi Mungu awape taufiki na ridhaa zake, awatie nguvu. Wewe kwa nafasi yako ulio nayo, ni upi mchango wako utakao kuja kuulizwa siku ya Kiyama, utakao utaja na ukatosha kwenye kuitetea, kwenye kuihamasisha Qur'ani tukufu? Nimalize na maneno machache sana ambayo Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, huyu mwamba alikuwa ni gwiji kwenye masala ya vita, lakini kwa bahati tunasoma katika vyuo vya wanawachuoni wanasema alikufa kitandani. Alikufa kitandani na mwili wake ukiwa na majeraha yasiyopungua 70. Majeraha haya ama makovu haya yote yametokana na vita alivyopambana na maadui wa Uislamu, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili neno la Mwenyezi Mungu liwe juu. Alikufa katika mazingira haya. Amenukuliwa akisema ya kwamba vita jihad imenizuia mimi nisiwe mtaalamu sana kwenye kuisoma Qur'ani tukufu kama walivyo kina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum jamia. Hebu tizama huu udhuru anaoueleza. Kule kujitoa sana kwenye vita ndiko kulikopelekea wenzake wamzidi kwenye kuisoma Qur'ani tukufu, kwa maana ya kwamba baadhi ya suwar, baadhi ya ayat zinashuka, Mtume sallallahu alayhi wasallama anazifundisha kwa masahaba zake, yeye hayupo kwenye uwanja ule, hayupo darasani. Yuko wapi? Yupo kwenye mapambano. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala liwe juu. Hebu tafuta wewe udhuru, tafuta wewe sababu itakayokupelekea eti sababu hii ndiyo iliyokuzuia usijifunze Qur'ani tukufu. Jambo ni kubwa, jambo ni zuri. Lazima wadau wa Qur'an, lazima Waislamu, lazima watu wa kheri tuunge mkono hizi jitihada na tusome kutoka kwao, na tufikiri sisi wengine tutakuja na mchango gani. Nafasi yangu ni kofia ya majaji. Sisi kama majaji tunahamasisha mno vijana, watoto wadogo, walimu wa madaris, walimu wa Qur'ani, wazazi. Hii ni nafasi ambayo kwa kweli tulikuwa tukiisubiri kwa hamu.
Wakati ni sasa, tuwatoe vijana wetu, tuwahamasishe vijana wetu waje washiriki katika mashindano haya mazuri ambayo yatawafanya wao waweze kukua wakiwa wameshikamana na Qur'ani tukufu. Na kwa hakika watoto wadogo wakikua wakiwa wameshikamana na Qur'ani tukufu, hii ni faida hasa kwako wewe mzazi. Sheikh Uthmani Kaporo amenukuu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuonesha vipi atakirimiwa. Kwa muda wetu haitutoshi kuirudia hadithi ile. Niseme kwa nafasi ya majaji, tutahukumu mashindano haya kwa amani, kwa salama, kwa uadilifu mkubwa, tukiwa tunachunga mazingira ya watoto ambao tuko nao. Na hii ndio kanuni. Si kwamba mashindano yote basi vitu vyote huwa vikaangaliwa kwenye mashindano yote. Hapana, mashindano haya yana ngazi, yana daraja. Namna tunavyohukumu mashindano yale ya chini kabisa ni tofauti na yale mashindano ambayo ni ya juu kabisa, lakini cha msingi sana ni kuzingatia zile taratibu za usomaji wa Qur'ani tukufu. Sote tunafahamu ya kwamba Qur'ani tukufu ina taratibu zake kwenye kuzisoma, zina kanuni zake kwenye kuzisoma, ambazo kanuni hizi ndizo kanuni tunazotakiwa kuzichunga na kuzifuata wakati wa kuwasomesha watoto Qur'ani tukufu. Hivyo basi tutoe wito kwa walimu wa Qur'ani tukufu, wawaandae vijana wao kama ilivyo ndio kazi yao, basi wawaandae vizuri kuisoma Qur'ani tukufu kwa kuangalia, huku wakiwa wanachunga zile kanuni za usomaji wa Qur'ani tukufu. Baada ya kusema haya, ni washukuru pia wanahabari, ni shukuru Africa TV kwa nafasi hii waliotupa kutualika na sisi tukawa ni sehemu ya kheri hii. Ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alibariki jambo hili na alitie nuru yake liweze kukua na kukua zaidi, ili nasi tuje kupata fungu la kuwa ni katika watu walioweka jiwe la msingi kwenye jambo hili zuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musallian musalliman wa ba'd. Jina langu naitwa Mwalimu Mzee Mwenyikai, nafundisha shule ya Sheikh At-Hissa Islamic Seminary, lakini ni mkuu wa idara ya Qur'ani katika jumuiya ya shule za Kiislamu za msingi Tanzania, kwa kifupi TIPSO, Tanzania Islamic Primary Schools Organization. Nichukue fursa hii na mimi kama wenzangu walivyotangulia, kaka yangu Sheikh Nuruddin Kishki, Allah muhifadhi, lakini pia na mzee wangu Sheikh Uthman Kaporo, Allah muhifadhi, ambaye yeye ndio aliyetuita mwaka 2005 katika ofisi za International Islamic Relief Organization, kipindi hicho ofisi zikiwa mtaa wa Kongo na Grey, kwamba tuanzishe shule za msingi mashindano ya Qur'ani. Alhamdulillah, harakati zikaanza mwaka 2010, tukaanza na shule 5, lakini mpaka sasa tumefikia zaidi ya shule 22 zinashiriki kila mwezi wa Ramadhani na washiriki zaidi ya 100. Kwa hiyo mashindano yetu yanafanyika kila mwezi wa Ramadhani na ni kwa kuhifadhi. Lakini kwa mwaka jana tulianzisha jambo geni kidogo ambalo halimu katika mashindano mengine, yani kuna maonesho ya Qur'ani na sayansi, ambapo wanafunzi wanasoma zile aya ambazo zinazungumzia sayansi. Walianza mwaka jana, na jambo hili inshallah itakuwa endelevu. Nichukue fursa hii kwa shukuru ndugu zetu Africa TV ambao walituita, tukakaa nao kikao cha kwanza ofisini hapa, lakini tukawaita pia pale katika shule ya Sheikh At-Hissa pamoja na walimu wote wa idara za Qur'ani kutoka mashule yetu, tukalizungumza jambo hili kwa kirefu, kama kuna mashindano ambayo yanakuja kama walivyozungumza wenzangu kwa njia ya kutazama, lakini hasa wataangalia katika mambo makubwa mawili: al-itqan wa sauti, kwamba mwanafunzi awe anasoma vizuri kwa hukumu zake, makhariji yake, sifa za sifatul hurufi na mengineyo ambayo kama alivyosema Sheikh
Sheikh Kaporo kwamba Qur'ani na mambo mengi sana. Kwa hiyo wataangalia hayo, lakini kubwa ni duna al-bulugh, kwamba ni wale ambao watakuwa kwa chini ya bale. Sasa sisi kama TIPSO alhamdulillah tunazo shule nyingi na wanafunzi hao wanapatikana kuanzia darasa la kwanza mpaka la 5 mpaka la 6, hapo wanaweza kupatikana. Na shule nyingi alhamdulillah wanahifadhisha Qur'ani. Kuna ambazo zina halaka za kuanzisha Qur'ani, lakini pia kuna ambao kuna programu nzima ya kusoma Qur'ani mbali madarasani wanafundishwa, lakini pia kuna programu ya kusoma Qur'ani kila siku asubuhi, Qur'an recitation wanasoma asubuhi kabla kuingia darasani. Na alhamdulillah inasikia kwamba kuna shule nyingine hata mpaka siku ya mtihani wa taifa darasa la 7 lazima wanafunzi kwanza wasome Qur'ani. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wazazi wote wa shule ambazo ni wanachama za Kiislamu Tanzania za private kwamba waitumie fursa hii kuwashajiisha watoto wao waweze kushiriki katika mashindano haya ambayo ni mepesi kwa maana ya kuangalia, lakini pia inahitaji nguvu kidogo za ziada kwa maana ya kutangaliwa sauti nzuri, pia kutangaliwa na hukumu za usomaji wa Qur'ani. Sisi kama TIPSO tunajikita katika swala hili ili kuweza kupata jamii yenye maadili, kwa sababu Qur'ani ndio mwongozo wa Waislamu. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, na aya nyingine inasema hudan lilmuttaqin hudan linnas. Kwa hiyo Qur'ani ni mwongozo kwa watu, kipindi mwongozo kwa wacha Mungu. Kwa hiyo mtoto anapopata mwongozo kuanzia hali ile kwamba ni mdogo, kwa hiyo hii inampa nguvu kwanza ya kuweza kukumbuka yale ambayo anafundishwa katika Qur'ani, lakini pia kuweza kukumbuka yale ambayo anafundishwa katika masomo mengine, kwa sababu wanasema wasemaji al-ilmu fi sighari kanakshi ala al-hajar. Kwa hiyo akipata mwanafunzi kufundishwa Qur'ani akiwa na umri mdogo, anapata ile nguvu ya kukumbuka faida yake, lakini pia fahamu na kuwa zinadumu muda mrefu sana katika kujifundisha hata masomo mengine ambayo ni ya secular. Lakini pia kimaadili anakuwa ni mzuri kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio modo wetu, kama alivyoulizwa mwana Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akajibu kwa kifupi kwamba kana khuluquhu wal Qur'an, tabia Mtume ilikuwa ni Qur'ani. Na sisi TIPSO nataka kuanzisha jambo hili kwamba tupate kizazi ambacho ni cha Qur'ani, Quranic generation, aljilu alqurani, tupate kizazi ambacho kitakuwa cha Qur'ani, kwamba ni misahafu ambayo inayotembea. Ndugu yangu Bakari katuambia kwamba tunataka kuanzisha msahafu wa TIPSO, kwamba TIPSO wao wana msahafu wao ambao ni hao vijana ambao kushiriki kwao katika ile search Qur'an star au Qur'an search star, kwamba kutafuta watoto wenye vipaji. Kwa hiyo itawasaidia watoto hao wajulikane vipaji vyao, kuvitangaza ndani ya Tanzania, kuvitangaza nje ya Tanzania. Lakini pia shule kama shule itapata fursa ya kutangazwa kwa zile ambazo shule zinashiriki, lakini pia itakuwa mwalimu ambaye kamfundisha naye pia atakuwa anapata nafasi ya kutangazwa. Na tumeambiwa pia kutokuwa na kipindi maalum baina ya magharibi na isha, hata wale walimu pia ambao wanafundisha Qur'ani na wao watapewa vipindi kutafutwa mwenye sauti nzuri ni nani. Nimalizie na kisa kidogo kama alivyozungumza ndugu yangu kakangu Sheikh Kiski kwamba takiwa kuwa na sauti nzuri kwenye Qur'ani, ndio Uislamu. Hata adhana pia iwe nzuri. Mtume mara nyingi kumwambia Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, tufurahishe kwa adhana. Kuna mkoa mmoja siutaji, kuna mtu alikuwa anaadhini, sasa sauti yake si nzuri, ni mbaya. Sasa wale uongozi wa msikiti, ambao jambo hili msikiti mingi hakuna waadhini maalum, wakaona huyu tufanye jambo gani, na anawahi sana bwana, yuko very punctual, kifika muda swala tayari yupo anaadhini, lakini sauti yake mbaya. Wakaficha ile maiki na kwenye amplifier ile wakaifungia na kufuli. Sasa anakuja pale maiki ipo imefichwa. Bwana mmoja akamwambia, bwana iko pale kwenye amplifier lakini pamefungwa na kufuli, lakini pale kwenye amplifier kuna vyuma vya kuzuia uwezo usiibe. Sasa kafikiria chofanya, akawasha switch pale, kwa switch pale akalala kulala, katoa adhana vile vile kalala. Kwa hiyo sababu bwana huyu mwacheni endelee hivyo hivyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namna ya kushiriki watoto katika kusoma, kwamba usomaji wa sauti nzuri, watoto wanasoma kwa mchakato kama mashine mengine, anaweza kuchukua swali haya atakokutana nayo na wanaosoma, au mtoto atafunua sehemu yoyote katika Qur'ani atasoma. Hiyo ndio swali. Swali moja tu. Asante, nashukuru. Tutapitia maswali yote kwa ujumla alafu baadaye tukaribisha wengine. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Rajab kutoka Simba Media. Katika maelezo yako sijasikia kwamba
watoto watakuwa wafike katika misikiti kwa muda gani? Yaani asubuhi, na kama ni asubuhi ni saa ngapi? Hilo ni swali. Sawa. Swali lingine? Naam. Simama kidogo tuone. Asante, naitwa Naam. Ndio. Jambo la kwanza ni kufahamu mchakato wenyewe kwa muda gani? Huu mchakato wenyewe wa sauti ya dhahabu kwa muda gani? Lakini pia tuambiwe je, majaji watakuwa wakati kuhakikisha kwamba zoezi linafanyika kwa ufanisi na kushika na mkutano kwa hayo. Asante. Shukrani sana. Natoa nafasi ya kuendelea swali moja la mwisho kama lipo. Swali moja la mwisho. Haya, hakuna. Na swali yote haya nadhani yameelekezwa kwa mratibu Bwana Abubakar Ali. Karibu kwa majibu. Swali la kwanza lilikuwa linauliza mchakato utakuwaje, ambao uliulizwa na Bwana Abubakar kutoka Kishi TV. Je, watoto watakuwa naenda wanachukua maswali kama ilivyo kwenye mashindano mengine ama hapa mchakato utakuwaje? Karibu swali la kwanza. Shukran sana kwa swali lako zuri hilo. Hawa watoto tulikaa na majaji tukakubaliana ya kwamba wengine wajua watoto wanakuwa wanasoma, mtu anaweza akawa ni mzuri juzu 2, mwingine ni mzuri juzu 3, mwingine msahafu mzima, mwingine nusu msahafu, kwa namna itakavyokuwa. So wewe mtoto ataulizwa kabla ya kuingia kwenye kutahiniwa, ataulizwa wewe uko paka wapi na majaji. Ndio maana nikatangulia kusema watapiga story sana majaji na mtoto kabla ya kuanza. Kwa hivyo akishasema mimi bana naweza kusoma vizuri kwa itqan vizuri kwa nusu msaafu, basi majaji wao watachagua wao maswali, yani watakuwa na bahasha ambazo ni za maswali ambao wanazo wao wenyewe. Kama ni nusu msaafu, wanajua watafungua peji fulani, anzia aya fulani, ataanza kusoma mtoto. Kama ni msaafu mzima, watajua watamfungulia wapi. Ni juzu amma peke yake, anaambiwa fungua sura fulani, soma kuanzia. Maswali watakuwa nayo wewe, wao wenyewe majaji watakuwa wao wenyewe ndio wameyapanga. Kwa wajuzu 2 tutamuuliza hivi, wajuzu 5, wajuzu ngapi. Sisi tunachokitaji ni sauti nzuri na usomaji mzuri sahihi wa Qur'an. Kwa hivyo mfumo utakuwa ni unaulizwa umefikia wapi, alafu majaji wao ndo wataamua sasa kwa namna watakavyojipanga wao maswali watakuwa wameandaa wao, ndio itakuwa sasa watamuuliza yule mtoto tusomee fungua peji fulani ama sura fulani, anzia aya fulani. Nadhani nimejibu hilo. Shukrani. Swali la pili kutoka kwa Rajab Singomingi, anauliza muda wa kufika kwa mweleza kama mshonaji katika msikitini. Ndio. Lakini hakutaja muda. Kwenye form ambayo tutawapatia sisi maelezo waandishi wa habari, kwenye form kuna namba yako ya simu na sehemu unayotokea mpaka kata tumeweka. Kwa hivyo kuna lujna ama kuna komiti ya hawa watoto, yani mtu ambaye anasimamia watoto ambaye ni Sheikh Said hapa na jopo lake, watampigia, kila mtu atapigiwa simu. Wewe ni mzazi wa fulani ama wewe ni wali amro fulani, ndio bana, tunakuomba ufike msikitini saa 2. Watapanga watoto wa saa 2 mpaka saa 3, saa 3 mpaka saa 4, saa 4 mpaka saa 5. Haitokuwa vurugu wote wanakuja, hapana. Kila mtu baada ya kujisajili atapigiwa simu, njoo muda fulani mpaka muda fulani. Wao wenyewe majaji watasema kwa lisaa sisi tunahudumia wanafunzi 50, wanafunzi 100. Kwa hivyo wao wenyewe ndo kulingana na majaji watakavyosema, ile komiti ya wale wa watoto watawapigia simu wazazi wao na kuambia ama walimu, waleteni wanafunzi wenu kuanzia time fulani msikiti fulani, kuanzia time fulani msikiti fulani. Na kuongezea ni kuwa mpaka sasa wakati tunafanya i press conference tuna wanafunzi ambao wamejisajili 1600. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana, tunashukuru, na bado nafasi ziko wazi. Almuhimu bado nafasi ziko wazi kwa wazazi ambao wanafuatilia mubashara hivi sasa. Taratibu wa kuendelea kujisajili bado milango haijafungwa. Swali kutoka kwa mwananchi anauliza mchakato utadumu kwa muda gani? Swali la kwanza. Mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Ndio tunatarajia inshallah ndani ya mwezi mmoja. Hii ni bila fainali. Yaani mchakato wote mpaka kuwapata wale 61 tunatarajia Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima ndani ya mwezi mmoja ama mwezi mmoja na wiki moja tutakuwa tushamaliza,
tutakuja kutangaza rasmi sasa siku ya grand final inshallah. Swali la mwisho kabisa, idadi ya majaji? Majaji wapo 6, wapo 7 hata sio 6. Kuna mmoja ambaye tunamuita ni kiraka huyo. Majaji wapo 6. Kuna ambao watadili na watoto hawa, mchakato wa kwanza wa misikiti wote 3 hawa ambao watadili na watu wa msikiti. Baadaye wakishapatikana wale 30 sasa ndio jaji mkuu Sheikh Ali Hassan na jopo lake wataingia sasa kuwatahini wale ambao na kwenda mbele, kuanzia 30 mpaka tuwapate wale 6 na 3 bora ambao tutawapatia zawadi tulioipanga. Kwa hivyo majaji wako 7, mmoja kwa sababu kunaweza katokea dharura katika majaji, tunakuwa na mmoja ambaye yuko ni kiraka, kutokea dharura mwingine anaingia na kuwa ni mwenye kuwasaidia majaji. Kwa hivyo kama alivyosema Sheikh Ali Hassan, itakuwa kuna uadilifu, kutakuwa na uwazi, kwa sababu jambo ambalo litaruka kwenye TV, uwazi utakuwa ni wa hali ya juu sana biidhnillah. Inshallah. Na hiyo ni kuonesha ni kwa namna gani tumejipanga mpaka viraka tunavyo. Inshallah naomba nikupe nafasi hii kwa ajili ya kuwashukuru wanahabari, lakini na kufunga neno dogo la kufungia kwa dakika moja. Kwanza nawashukuru sana waandishi wa habari, kwa kweli mmetuheshimisha na mmeitikia mwito. Nawashukuru sana nyinyi, na bila kuwasahau wageni wetu, kwa sababu wameacha vitu vingi sana. Sheikh Kishki imebidi apunguze muda wa darasa lake kwa ajili ya sisi hapa. Sheikh, tunakushukuru sana, na vile vile Sheikh Kaporo alikuwa kwa na masafari yake mingi, tumembembeleza sana. Sheikh akasema msijali, mimi nitakuwepo. Juzi pia tunampigia simu Sheikh Kaporo, vipi? Msijali, mimi nishaambia nitakuwepo, mtakuwepo. Na Sheikh Mwinyi pia tunawashukuru sana, na majaji wetu ambao wapo. Sheikh Ali Hassan wa kwetu ni wa kwetu wakati wote tukimhitaji, mashallah yeye anakuwepo. Kwa hivyo nawashukuru sana nyote mliohudhuria. Tunatarajia ujumbe huu wafikie wengi zaidi na zaidi. Hataki kusikia mtu yoyote ndani ya Dar es Salaam ana mtoto wake, ana ndugu yake mdogo, alafu aseme mimi nilikuwa sijui. Itakuwa tujafanya sawa. Tunataka ujumbe uwafikie wote, kisha ndo aseme natamani ningewahi. Hapo sasa atakuwa ni uzembe wake mwenyewe, lakini tunatumai kuwa ujumbe utawafikia wazazi wote na watoto wote pia nao wenyewe watafikiwa na ujumbe huo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.